umewekwa huru katika damu yake Yesu Kristo. Ile hali ya utumwa imekwisha kuondolewa. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo najaribu kueleza kwamba hii laana ya kurithi inakutawala kwa sababu wewe haujakubali damu ya Yesu Kristo ipate kukuosha, ipate kutakasa, ipate kuweka huru. Lakini unapokubali damu yake Yesu Kristo, hiyo damu ina uwezo, ina nguvu, ina mamlaka ya kuweza kukutakasa na kukuweka uhuru. Hiyo damu yake Yesu Kristo ina nguvu. Nataka tuangalie hii hali ya kumiliki laana ya ukoo. Baba yetu Ibrahimu, mke wake Sara alikuwa tasa. Na naelewa hilo neno, naelewa umehubiriwa na hubiri mingi. Na Sara alipobarikiwa mtoto Isaka naye pia alipooa. Unapoangalia ndani ya kitabu cha Mwanzo 25:21. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Sara alikuwa tasa. Hapa tunaona pia naye Isaka ameoa mke, naye mke wake pia amekuwa tasa. Naongelea kuhusu laana ya kumiliki. Lakini tunaona kuna nguvu za Mungu. Andiko linasema ya kwamba wakati Isaka alimuomba Mungu kwa ajili ya utasa wa mke wake, Mungu alisikia na Mungu alimfungua. Kwa hivyo kinachomaliza hii hali ya kumiliki laana ya ukoo ni maombi. Unaposimama katika hiyo pengo kwenye maombi na kuvunja hiyo igano. Unajua kuna agano wewe umeweka tu ya kwamba mama yangu hakuoleka, alioleka, ndoa ikavunjika, aliishi kwenye mateso, alikosa kazi, hakuwa na maisha. Wewe pia umejipata katika hali kama hiyo. Na hizo dhamiri zimetawala akili yako. Unapotembea unajua kwamba sisi katika familia ambayo tumezaliwa ndani ni familia ambayo hatuwezi oleka, hatuwezi oa, hatuwezi ishi maisha mazuri, hatuwezi ishi maisha ya mafanikio. Nataka upate kujua ya kwamba una uwezo wa kimaombi kuvunja hiyo laana. Andiko linasema katika Mwanzo 25:21, Isaka akamwomba Mungu kwa ajili ya mke wake, kwa ajili alikuwa ni tasa. Naye Mungu akamsikia na Mungu akaweza kumfungua, naye Rebeka akapata mimba, akazaa watoto Isaka na Esau, vile unavyojua. So na wewe pia una uwezo wa kuomba Mungu avunje hizo dhamiri, avunje kile kitu ambacho unaona generation curse, laana ya kumiliki, ya kwamba katika familia ambayo tumetoka ndani hawakuinuliwa, hawakuifika mahali. Toka katika hizo dhamiri. Hizo dhamira ni dhamira za kishetani. Wewe ni wewe, babako ni yeye, guga wako ni guga wako, ni yeye, hakuwa wewe. Wewe una uwezo wa kubadilisha mazingira unayoishi, kubadilisha maisha unayoishi, kwa maana Mungu amekuweka leo hii uwe wewe. Si kwa sababu your grandfather alifail, sasa wewe unaishi katika maisha ya kufail. Omba Mungu aweze kuondoa hiyo laana ya kufail, laana ya kukosa kazi, laana ya kutokuinuliwa, laana ya kutokufanikiwa katika maisha. Ambia Mungu aweze kuvunja hiyo laana, iweze kuondoka, kwa maana maneno ya kinywa chako yana nguvu. Yale unayotamka yanaweza badilisha yale unayohitaji Mungu aweze kuyabadilisha. Una uwezo, una nguvu kwa kutamka na kuambia Mungu aingilie kati. Kuna watu hawakai katika maisha ya kikazi. Unapata kazi, pesa ikusaidii. Una pesa, hizo pesa zinapotea tu mikononi mwako. Ni kwa sababu dhamiri za wazazi zimekutawala. Walikuwa na makazi wa kujenga katika maisha. Lakini nataka leo hii uamini Mungu, uombe, uvuje hiyo agano ya kutokufaulu, kutokufanyikiwa katika maisha yako. Una uwezo wewe kuvunja hiyo laana. Andiko limesema Isaka akamwomba Mungu
naye Mungu akasikia maombi yake, na hiyo laana ya utasa ikavunjwa. Rebeka akapata mimba. Hata na wewe una uwezo wa kuvunja hiyo laana kupitia katika nguvu za maombi. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Una uwezo